Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anasema kwamba nchi za kimagharibi zilitaka kufanya kosa na ilikuwa karibu Urusi kutumia silaha za nyuklia. Moscow ina njia ya kufikia malengo yake katika mzozo wa Ukraine bila kuchukua hatua kali. Rais wa Urusi alisema kwamba nchi za kimagharibi zilitaka Urusi itumie silaha za nyuklia. Rais huyo wa Urusi Bwana Putin amewashutumu wafuasi wa Kiev kwa kujaribu kuichokoza Moscow kutumia silaha za nyuklia nchini Ukraine. Alisisitiza kuwa hatua hii kali haijahitajika na alionyesha matumaini kuwa haitakuwa hivyo. Katika mahojiano na waandishi wa habari wa Urusi yaliyotangazwa siku ya Jumapili, Putin alidai kwamba nchi za kimagharibi zilitaka kutuchokoza, zilitaka kutulazimisha kufanya makosa. Putin aliendelea kusema zaidi kwamba hakujawa na haja ya kutumia silaha za nyuklia katika mzozo wa Ukraine. Rais huyo alisema na kuongeza, natumai haitakuwa muhimu. Aidha alisema kuwa Urusi ina nguvu za kutosha na njia za kuleta kile ilichokianzisha mnamo mwaka 2022 kwa hitimisho la kimantiki na matokeo mazuri, akisema kwamba mataifa magharibi hayana nguvu za kuweza kupambana na Urusi wala Ukraine ambayo miaka yote ilikuwa ikipambana dhidi ya Urusi, lakini kwa msaada wa nchi za kimagharibi wala haikuweza kufanya lolote wala kuleta madhara zaidi ya kuteka eneo la Kursk ambapo wameondolewa sasa hivi. Mwezi uliopita, Sergei Shoigu, katibu wa Baraza la Usalama la Taifa la Urusi, aliliambia shirika la habari la TASS la serikali ya Urusi kwamba silaha za nyuklia zinaweza kutumika katika tukio la uchokozi dhidi ya Urusi au Belarus au vinginevyo. Shoigu ambaye awali aliwahi kuwa waziri wa ulinzi alisema hayo huku kukiwa na majadiliano yanayoendelea kati ya nchi wanachama wa NATO na Ulaya kuhusu uwezekano wa kupelekwa kwa wanajeshi nchini Ukraine baada ya Kiev na Moscow kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Alikariri kuwa kuwepo kwa wanajeshi wa kigeni nchini Ukraine kunaweza kusababisha makabiliano ya moja kwa moja kati ya Urusi na NATO ambayo huenda yakazidi kuwa vita vya nyuklia. Katika maoni yake, Shoigu alitaja marekebisho ya mafundisho ya nyuklia ya Urusi ambayo yaliidhinishwa na Putin Novemba iliyopita. Chini ya fundisho la sasa, Moscow inahifadhi haki ya kupeleka kizuizi chake cha nyuklia ili kuzuia uchokozi wa mataifa yenye uadui na kambi za kijeshi ambazo zinamiliki silaha za maangamizi makubwa au ghala kubwa la silaha za kawaida. Hali moja inayoweza kutajwa katika hati ambayo inaweza kusababisha jibu ni upelelezi uliothibitishwa kuhusu shambulio kubwa linalohusisha ndege, makombora na drone. Urusi pia itawachukulia wanachama wote wa umoja huo kuwa walengwa iwapo nchi moja mwanachama itaishambulia nchi hiyo. Hili pia litatumika kwa mataifa mengine yanayotoa nafasi yao ya kujitawala kwa wahusika wengine kuanzisha makombora. Mnamo Desemba mwaka 2024, Rais Putin alipendekeza kwamba idadi ya kutosha ya makombora ya hali ya juu ya Urusi ya Oreshnik itatumika kwenye ukingo wa karibu kabisa na hakuna haja ya kutumia silaha za kinyuklia. Endelea kuwa nasi mtazamaji na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.